Hii ni idhaa ya Kiswahili ya MTV ikikutangazia mbashara kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasikika duniani kote kupitia redio wa shirika, pia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Na je, tumekuandalia nini hivi leo? Baada ya shambulizi kali lililolenga uwanja mdogo wa ndege wa Kigoma wilayani Walikale, Kivu Kaskazini, wananchi kama vile wanasiasa waomba jeshi la Kongo DRC kuendelea na shambulizi dhidi ya ngome za waasi kwa kuokoa raia wa Kivu katika utumwa wanaosukumwa kwa sasa na M23. Uzalishaji wa nishati ya umeme waongezeka nchini Tanzania. Hayo na mengineyo ni miongoni mwa yale tutakayokuletea. Kaa chonjo redio yako usikilize kwa makini taarifa hii ya habari. Karibuni. Baada ya shambulizi kali lililolenga uwanja mdogo wa ndege wa Kigoma wilayani Walikale, Kivu Kaskazini, wananchi kama vile wanasiasa wa Kongo DRC waomba jeshi la Kongo FARDC kuendelea na shambulizi dhidi ya ngome za waasi kwa kuokoa raia wa Kivu katika utumwa wanaosukumwa kwa sasa na M23. Katika mazungumzo na MTV, Laurent Mugiraneza adai kwamba ikiwa FARDC haitaendelea na vita dhidi ya waasi hao kama ilivyo Alhamisi Machi 26 mwaka 2025, itakuwa kama mchezo tu na watakaovuna itakuwa ni M23. Tunawaza kama jeshi letu, kama government yetu imekamata hatua kupigana, basi wao wamekwisha kukusanya yote ile lazima ili kuwasaidia wakaaji wasiendelee kubaki katika upungufu na usumbufu, waweze kufanya nguvu zikanavyo kuweza kurudisha mji wa Goma na Bukavu katika mikono ya serikali, sababu watu wana mateso mengi. Lakini kama tu shambulizi la ndege hiyo itakuwa tu ndio tishio tu ya kuweza eti wamepiga na baadaye M23 kisha kupata kichapo kama hicho inazunguki na endelea mpaka Kisangani kama vile wanatarajia, itakuwa haya kubwa kweli kwa government yetu, na hatua kitendo hicho cha kuweza kupiga ndege hiyo itakuwa na hii maana. Chabola Ntumba Bintu, mshirika wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi wa DRC, akisema kuwa kushambuliwa kwa ndege la AFC M23 inaonesha wazi kwamba vita vya Kongo DRC sivyo vya kisiasa bali ni vita vya uporaji wa madini ya DRC, kwa sababu hakieleweke sasa kuona kundi kama M23 kuwa na ndege, na hiyo yaonesha wazi kama kuna mataifa mengine nyuma yao. FARDC iko na droit ya kuproteger integrite territoriale ya Kongo mzima. Uyue kwanja ke Kongo FARDC namna ninakwambia iko na droit ya kuproteger Kongo. Benyeji kuna kombanisha Kongo. President Felix iko nasema wakati yote ke hii vita haiko vita ya nini, ni vita ya madini ya benyeji kuna tafuta ba minere. Biko nakuya kuiba ba minere ya Kongo, ndio cause principal ya vita yenyewe kunaonekana. Ile ndio inaonekana wazi ke haiko guerre ya rebellion, ni guerre ya pillage ya minere na destruction ya Kongo. Kama ni rebellion, banapata franga ya kuuza maavion, wapi avion tokea wapi, ndio kuonesha kekuku batu wengine biko nyuma yabo, benyeji kuna kuya iba madini ya Kongo. Kumbuka kwamba katika ndege hii iliyoshambuliwa Alhamisi Machi mwaka wa 2025 na ndege ya kivita ya jeshi la serikali ya Kongo DRC, kuna watu 7 walioulewa, miongoni mwao wazungu wawili ambao kwa sasa taifa lao la asili halijajulikana. Hadi tukipanda mitamboni, jeshi la Kongo DRC FARDC na kundi la AFC M23 hazijatamka lolote kuhusu shambulizi hili, ila kwa sasa raia wa maeneo wakiendelea kulalamikia Kinshasa kurejesha amani na usalama ndani ya vijiji vyao, kwa sasa vikiwa chini ya uongozi wa waasi. Uzalishaji wa nishati ya umeme waongezeka nchini Tanzania. Mwanahabari wetu kutoka nchini Tanzania, Oliver Nyerega, ana taarifa zaidi. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati nchini Tanzania, Mheshimiwa Doto Biteko, amesema katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta ya nishati imepiga hatua kubwa nchini sambamba na kuzalisha umeme wa ziada dhidi ya mahitaji ya Watanzania. Dr. Biteko amesema hayo jijini Arusha wakati akitoa takwimu kuhusu ongezeko la mahitaji ya umeme katika kikao cha Baraza Kuu la Wazazi CCM Taifa. Ameongeza kuwa ili uchumi wa nchi yoyote duniani uongezeke, ni lazima kuwe na umeme wa uhakika, huku akitaja sekta ya viwanda ili iweze kukua zaidi inahitaji umeme kwa 40%, na katika sekta ya madini umeme unahitajika kwa 30%. Ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere kama mahitaji yetu ya juu kabisa ni 1908. Maana yake ni kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake lina uwezo wa kuilisha nchi kwa umeme bila matatizo, bila vyanzo vingine.
Na ndio maana mkiangalia mitambo ya gesi mingine tumeizima. Kwa nini? Kwa sababu umeme wa maji una bei nafuu. Na kulikuwa na mitambo tuliyokuwa tunazalisha ya Songas ambayo kwa miaka mingi ilikuwa inapigiwa kelele na muda wake ulikuwa umefika mwisho. Watu wakawa wanatamani tuongeze muda. Mheshimiwa Rais akasema sitaki umeme wa bei kubwa kwa wananchi, tunamalizana nao mkataba, Songas aende, tutazalisha umeme wenyewe. Hili jambo ni kubwa sana. Lilishindikana kwa zaidi ya miaka 20. Songas mnaifahamu, kila mtu alikuwa anaisema. Songas jamani imeisha muda wake wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tunamshukuru sana na tunataka tuambieni wajumbe wa baraza kuwa sekta yenu ya nishati Mheshimiwa Rais ameifanyia kazi kubwa sana. Sasa nimalizie mwenyekiti, nilitaka niwape hiyo picha kwamba kazi hii ambayo rais wetu anaifanya haiwezi kujulikana kwa wananchi kama chama chenyewe hakitapata nafasi ya kuwaeleza Watanzania hali halisi. Huyo alikuwa ni mwandishi wetu wa habari Oliver Nyerega kutoka huko nchini Tanzania. Mtendaji mkuu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF, mhandisi Pitere Mwasalanda, amesema serikali imetoa ruzuku ya shilingi bilioni 126 kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa mawasiliano nchini Tanzania. Trifon Odase na habari hiyo kutoka huko Kigoma nchini Tanzania. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu miaka 4 ya utendaji kazi wa mfuko huo chini ya serikali ya awamu ya 6, mhandisi Mwasalanda amesema katika kipindi hicho cha miaka 4 mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF pia imefanikiwa kujenga minara 430 ya mawasiliano kati ya minara 758 inayoendelea kujengwa nchini Tanzania. Ameitaja mikoa itakayonufaika kuwa ni pamoja na Arusha, Iringa, Katavi, Manyara, Pwani, Mtwara, Dar es Salaam na Kilimanjaro, na kuwafikia zaidi ya wananchi milioni 8.5. Na mikoa yote 26 ya Tanzania bara inafikiwa na mradi huo. Idadi ya wananchi ambayo watanufaika ni milioni 8.5. Kwa hiyo angalia, kuna wananchi wengi bado hawana huduma za mawasiliano. Na ruzuku ambayo serikali imetoa ni kiasi cha shilingi bilioni 126. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa mapenzi makubwa aliamua kwamba wananchi wote wapate huduma za mawasiliano. Kwa hiyo akaelekeza itengwe ruzuku ya bilioni 126 kwa ajili ya support, kuwasaidia watu wa huduma kwenye ujenzi wa mawasiliano kwenye maeneo ya vijijini. Na nitaomba niainishe kila mkoa unapata minara mingapi. Nikianza na mkoa wa Arusha unapata minara 30, mkoa wa Dodoma minara 37, Dar es Salaam minara 6, Geita 16, Iringa 23, Kagera 44, Katavi 15, Kigoma 8, Kilimanjaro 39, Lindi 45, Manyara 32. Mhandisi Mwasalanda ameongeza kuwa serikali inatoa ruzuku ya kuboresha mawasiliano ya minara hiyo ili kuongeza uwezo wa mtandao kutoka kizazi cha pili yani 2GB na kuboresha zaidi na kufikia kizazi cha 3 na cha 4 yani 4G kwa minara 304 na kwa gharama ya shilingi bilioni 5.5. Na kama wengi tunavyojua, ukiwa na 2G hauwezi ukaperuzi. Kwa hiyo serikali iliona ili kila Mtanzania aweze vile vile kupata internet, kwa kuna haja ya kuboresha ile minara. Kwa minara 304 imefanyiwa kazi, imekamilika na sasa hivi inatoa huduma za kuanzia kizazi cha 3 na kuendelea. Kwa hiyo wananchi wa maeneo yale wanapata huduma za internet, wanaperuzi, na kama tunavyojua kwa dunia ya sasa ya kisasa unahitaji kuwa na internet ili uweze kujua taarifa mbalimbali za masoko, za biashara, za elimu. Kwa sasa hivi wananchi wa maeneo hayo wanapata huduma hizo. Katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma za internet, serikali kupitia mfuko wa mawasiliano umewezesha katika kipindi cha awamu ya 6 kufunga public wifi au internet ya wazi ambayo wananchi wanaweza wakawa wanaitumia. Ni ripoti kutoka hapa mkoani Kigoma. Mimi ni Trifon Odas.
Waziri wa utalii nchini Tanzania asema biashara ya kaboni ya wapa shavu wa Tanzania. Waziri wa mali asili na utalii, mwanasheria balozi Daktari Pindi Chana amesema kuwa jamii zimeendelea kunufaika na biashara ya hewa ukaa kupitia miradi ya shirika la hifadhi wa mazingira la The Nature Conservancy nchini Tanzania lililojikita katika kuhifadhi mifumo ya ekolojia, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kuongeza mapato kwa jamii. Amesema hayo katika hafla ya kuwashukuru wadau na kukuza mahusiano na washirika wa taasisi hiyo iliyofanyika usiku wa Machi 27 mwaka 2025 jijini Arusha. Amefafanua kuwa kupitia biashara ya kaboni, msitu wa Ndagata ulio chini ya serikali ya vijiji wilaya ya Tanganyika umeingiza dola milioni 24 katika mapato kwa jamii tangu Juni 2019, na kwamba Carbon Tanzania inaendelea kuhakikisha jamii katika vijiji 8 inapata dola milioni 12 kila mwaka. Chana ameitaka taasisi hiyo kuendelea kuhakikisha inafanya kazi karibu zaidi na jamii ili ifaidike na miradi hiyo. Aidha, amesisitiza taasisi hiyo kushirikiana na serikali hasa katika kujenga na kuandaa maabara ya kisasa katika chuo cha usimamizi wa wanyamapori Afrika Mweka kwa kuandaa kizazi kijacho cha viongozi wa uhifadhi na zana hizi za hali ya juu. Tunalenga kuunga mkono utafiti unaotumika ambao unaweza kufuatilia mikopo bioanuai, kuchanganua viwango vya uchafu wa mazingira katika mazingira yetu ya mjini na kando ya mji, na kuchangia juhudi za uhifadhi wa bahari na utafiti wa jamii, amesema mwanasheria Chana. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kanda ya Afrika wa shirika la Nature Conservancy Ademola Jagbe amesema kuwa shirika hilo linafanya kazi katika nchi zaidi ya 80 duniani katika kukabiliana na changamoto mbalimbali za uhifadhi wa mazingira. Ameongeza kuwa Afrika inakabiliwa na changamoto mbalimbali za kimazingira zinazopelekea upotevu wa rasilimali, hivyo ni vyema kushirikiana kuhakikisha mali asilia zinaokolewa, maisha ya binadamu yanalindwa, kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kutunza bioanuai. Imehudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka shirika la The Nature Conservancy, wadau mbalimbali wa uhifadhi kutoka serikalini na sekta binafsi. Qatar. Kiongozi wa kundi la waasi wa M23 Bertrand Bisimwa, vile Kanali John Imani Nzenze anayesimamia idara ya ujasusi katika kundi hili, wamewasili jijini Doha nchini Qatar kwa mwaliko kutoka kwa Emir Rais wa Qatar Tamim Al Thani. Ziara hii ya mshangao inalisha uvumi juu ya upatanishi kati ya Kinshasa, Kigali na kundi hili lenye silaha kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati hali ya usalama mashariki mwa nchi hii ya DRC ikiendelea kudidimia hapa na pale. Kuwasili kwa ujumbe huu kunaweza kuashiria mazungumzo mapya kati ya serikali ya Kinshasa na M23 katika mgongano wa wazi na vikosi vya wanajeshi wa Kongo DRC FARDC. Iko kwenye moyo wa mvutano wa kikanda, haswa kutokana na tuhuma za mara kwa mara za Kinshasa juu ya msaada wa Rwanda kwa harakati hiyo. Ikiwa yaliomo halisi ya majadiliano bado hayana wazi, waangalizi kadhaa wanaamini kwamba Doha ingeweza kutafuta jukumu sawa na ile aliyokuwa nayo katika mizozo mingine ya kimataifa, haswa nchini Afghanistan na Sudan. Wakati huo mbele mapigano yanaendelea kaskazini mwa Kivu, ambapo idadi ya watu wanaendelea kulipa bei ya mzozo, mamia ya maelfu ya watu waliohamishwa huwa katika kambi zilizojaa, wakati shinikizo la kidiplomasia linazidisha watendaji wa mkoa kupata suluhisho la kudumu. Ikiwa mpango huu wa Doha inaweza kuunda tena mienendo ya kidiplomasia katika kanda la maziwa makuu. Kumbuka kwamba sio muda mrefu uliopita Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda walikutana karibu na Emir wa Qatar mnamo Februari 28 dhidi ya matarajio yote.
Msikilizaji mtukufu wa MTV, ni hapo ndipo tunahitimisha taarifa hii ya habari kwa lugha bora tukufu na sanifu la Kiswahili. Studioni naliitwa Sikiminywa Japolsen, na kumbuka habari hizo unaweza kuzipata kupitia mitandao yetu ya kijamii na pia kupitia redio wa shirika. Mjini Goma unaweza tusikiliza kupitia LFM, Kiwanja ni kupitia Rakov, mjini Kirumba ni kupitia RTGL Kirumba, pia huko maeneo ya Nzenga ni kupitia Radio Global Wake. Tukutane panapo majaliwa, inshallah.